Utakumbuka Oktoba 27 zilitoka taarifa za mfanyabiashara Niffer kutekwa na watu wasiojulikana akiwa kwenye eneo lake la kazi maeneo ya Sinza, Dar es Salaam. Taarifa ambazo jeshi la polisi lilikuja kukanusha kuwa wao ndio wamemshikilia Niffer na siku akatekwa na watu wasiojulikana kama inavyosemekana mitandaoni. Polisi walitaja sababu kuu mbili za kumshikilia Niffer kwa mujibu wa taarifa kwa umma walioitoa kupitia kurasa zao rasmi za mitandao ya kijamii ya jeshi hilo hapo. Mosi ni kuchochea na kuhamasisha maandamano, lakini pia ni kupanga njama ya kuharibu miundombinu. Kwa mujibu wa Mulilo, kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam, walidai tayari uchunguzi unamalizika na punde tu baada ya kukamilisha hilo Niffer atafikishwa mahakamani kujibu makosa tajwa. Wakati bado hatima ya kesi ya Niffer haijajulikana, mama yake mzazi Bi Mwanaisha Isaac Mtikila amejitokeza na kumwombea msamaha mwanae kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kumsamehe kile ambacho alikifanya, huku akidai kwamba Niffer ndio tegemezi wa familia. Yeye kama mama mzazi anaumwa, lakini vile vile kuna wadogo zake ambao wanasoma na Niffer pekee ndiye ambaye anahudumia familia kwa ujumla. Msikilize mama mzazi Bi Mwanaisha akimuomba msamaha Rais Samia Suluhu Hassan. Shikamoo mama, shikamoo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mamangu, nimekuja mbele yako. Mimi kwa majina naitwa Mwanaisha Isaac Mtikila. Mama nitokea Bukoba, ni mkazi wa Bukoba. Mimi ni mama yake na Jennifer Jovin Bilikuija, almaarufu Niffer. Mama, nimekuja mbele yako kuomba msamaha kwa ajili ya makosa aliyotenda binti yangu. Binafsi mwenyewe sikuyapenda mama, ndio maana nimekuja mbele yako kumuombea msamaha. Lakini pia najiombea na mimi na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima nije kuomba mama. Mwanangu ni tegemezi katika familia yetu mama. Hatuna kumtegemea zaidi ya Niffer mamangu. Niffer ni mtoto mzuri tu, wengi mnamjua wa Tanzania. Naomba mniombe msamaha kwa binti yangu. Sijui imekuwaje, ametetereka na rifi mwanangu. Mwanangu anakupenda sana. Mwaka jana tu ameanzisha challenge ya Samia Suluhu Suti na ikawa imekubalika sana. Yote ni kuonekana ni jinsi gani anakupenda na kukupa respect kama Mheshimiwa Rais wetu mamangu. Tunamtegemea mwanangu mama. Tunamtegemea, wadogo zake wanasoma. Mimi sina kazi, sina kupoa hela popote. Mimi ni mgonjwa na umwa mamangu. Tegemezi yangu ni mwanangu. Ndugu zangu wa Tanzania, naomba mniombe msamaha wa binti yangu. Niombe msamaha kwa Mheshimiwa Rais. Ndugu zangu amekosea, anatambua makosa yake, naomba mnisamehe. Naomba mniombe msamaha na mimi pamoja na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima mama, tunaomba huruma yako mama. Sina popote pa kwenda, sina msaada zaidi yako wewe mama. Tunakutegemea wewe tu. Hamna yoyote wa kututegemea sisi, wa kumtegemea zaidi yako mama. Hatuna pa kutoa msaada mama Samia, naomba utusaidie mama. Naomba msamehe Niffer, amekosea, anatambua makosa yake, naomba utusamehe. Naomba